wanachama, msije mkakubali chama chetu kikapata uongozi unaotokana na rushwa bila uwezo wa kuongoza. Ndio ujumbe wangu wa leo kwenu. Tunataka, wengine wanasema ni ngumu sana, lakini sisi ndio tunateua wagombea. Wenye viti wa wilaya ndio wanateua wa matawini, mwenyekiti wa mkoa ndiye anateua viongozi wa kata. Ndio tunaambiana hivi, tukijua mwenyekiti wetu amekula rushwa na halafu akateua watu wa hovyo, tunamwajibisha yeye, tunamshtaki kwenye maadili. Na taarifa yenu kwamba mimi ndio mwenyekiti wa kamati ndogo ya maadili, mzee wa mafaili. Kwa hiyo ukifanya kinyume, ujue umekutana na mzee wa mafaili. Tutasema wewe bwana Mkuranga kule na hapa ni Niramba, watu umechagua wenye viti wa kata wa hovyo hovyo na rushwa imetawala, basi na wewe umeshinda. Unawajibika. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa juu mpaka halmashauri kuu ya taifa. Tuna sifa za viongozi wa kuchaguliwa. Moja, tutaka kiongozi ambaye hayumbi yumbi. Nataka mtu ambaye ana msimamo kwa mambo ya msingi. Ndio kiongozi wetu kwa ngazi zote. Nataka kiongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi awe amejipima na akasema ana uwezo wa kuongoza kwa wakati huo. Nauliza, anasema kwa wakati, huwezi kuwa una uwezo wa kuongoza milele. Mimi ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, nina uwezo wa kuongoza sasa. Na sio lazima niwe na uongozi na uwezo wa kuongoza kesho. Kwa hiyo kesho ikifika nikajipima nikaona uwezo wangu sasa ni mdogo kuliko mahitaji ya wakati, nitamwachia mwenye uwezo wa wakati huo. Hicho ndicho Chama cha Mapinduzi. Uwezo ukasema uwezo wangu umeshuka lakini hela yangu imeongezeka, kwa hiyo hela itaongeza uwezo. Hakuna. Hela haiongezi uwezo, inaongeza uwezo kwa kula vizuri kama unataka. Sio wa kuongoza. Sharti la tatu, nataka kiongozi wetu awe na uwezo wa kukemea na kujibu wapinzani kwa hoja. Nataka kiongozi wetu anayechaguliwa achaguliwe kwa hiari ya wapiga kura. Narudia, hiari ya wapiga kura, bila rushwa, bila vitisho na bila ujanja wa namna yoyote. Kiongozi wa namna hiyo anakuwa ndio kielelezo cha chama chetu. Akipita wanasema huyo ndio mwenyekiti wetu wa wilaya.